sukuki kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ikatafutwa strategies maalumu sasa kwa ajili ya climate. Specifically ikawa strategized kama ilivyokuwa strategized hiyo miradi ya maendeleo. Badala ya kukopa fedha nje, sawa, tunajaribu kuweka vyanzo vyetu vya ndani ambavyo vitasaidia katika kupambana ama kufanya issue za climate. Wadau wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka katika asasi zisizo za serikali na jumuiya mbalimbali za uhifadhi wa mazingira hapa Zanzibar wamepatiwa mafunzo ya kikao kazi cha siku 2 kujadili mikakati bora ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa upande wa Zanzibar, kikao ambacho kimeandaliwa na taasisi binafsi inayojihusisha na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi CAN Tanzania, kilichofanyika Marumaru Hoteli, Ngome Kongwe, mji mkongwe kisiwani Unguja. Akizungumza katika kikao hicho, mkufunzi wa kikao kazi, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Dr. Idrisa Yusuf Hamadi, anasema mafunzo hayo ya kikao kazi yatasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za binafsi na serikali katika kujadili ujumuishaji wa mikakati ya bajeti, sera na maendeleo. Katika mafunzo ya leo au niseme session ya leo, tulikuwa tunajadili masuala ya ujumuishaji wa mabadiliko ya tabia nchi katika mipango ya serikali au ya nchi ya maendeleo, ikiwemo bajeti na sera pamoja na mipango mbalimbali ya maendeleo. Na katika kufanya hivyo tumejaribu kudurusu kuangalia hali halisi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa Zanzibar, athari ambazo inazipata na mahitajio ya kufanya ujumuishaji. Kwa kawaida mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri sekta tofauti, ni jambo la mtambuka, lakini sio mara zote sekta zote zingatia jambo hili. Kwa hivyo tulitaka kuwakumbusha na kupata mchango pia kutoka kwa wadau jinsi gani tunaweza kama Zanzibar kuweza kupeleka mbele ujumuishaji wa mazingatio yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi katika sekta mbalimbali, ikiwemo sekta ya maji, ardhi na sekta nyingine ambazo hata za masuala ya kawaida, kwa mfano kama vile masuala ya wanawake na watoto, masuala ya walemavu kwa ujumla, na masuala yote ya fedha na kadhalika. Loveness James ni afisa kutoka Climate Action Network Tanzania CAN, anaelezea sababu ya kufanya mafunzo ya kikao kazi cha siku 2 hapa Zanzibar kwa asasi zisizokuwa za kiserikali. Na tumekuwa na siku 2 za kikao kazi na wadau wa asasi za kiraia katika kufanya mapitio ya muhtasari wa sera, na tumepitia muhtasari ya sera 3 kama njia ya kutekeleza mradi wetu ambao unaitwa Strengthening the Contribution of Local Actors for a Climate Resilient Society in Zanzibar. Katika mradi huu tumejikita katika maeneo makuu mawili, katika sera za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia katika jamii, kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa na ule uwezo wa kuhimili zile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo katika sera, siku hizi 2 na kikao kazi hiki tumepitia sera, muhtasari wa sera au tunaziita policy briefs 3. Na lengo letu ni kuhakikisha ya kwamba mitasari hii inaweza kuwasaidia zile ngazi mbalimbali za maamuzi kufanya maamuzi. Kwanza kujua zile changamoto zilizopo ambazo wadau tunaziona, lakini pia tunakuja na suluhisho ya nini kifanyike katika hizo changamoto ambazo tumeziona. Na kwenye mitasari hii tumeandaa muhtasari wa kwanza ambao unalenga kujumuisha masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika sekta mbalimbali za Zanzibar. Tunaweza tukahisi kwamba sekta mbalimbali hazihusishi mabadiliko ya tabia nchi moja kwa moja, lakini mabadiliko ya tabia nchi ni swala mtambuka ambalo linakuwa katika sekta mbalimbali. Tukizungumzia sekta ya afya, sekta ya jinsia, tukizungumzia sekta ya kilimo, sekta ya uchumi wa bluu, yote hayo yanakuwa yanagusa mabadiliko ya tabia nchi na yanakuwa yana athari katika sekta hizo. Lakini pia tukaangalia ni kwa jinsi gani sasa au wadau ambao wanaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi wawezeshwe vipi au watumie jitihada zipi kuhakikisha kwamba mchango wao unaenda kuisaidia ile jamii ambayo inaathirika sana sana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo muhtasari wa pili uko katika kuboresha wadau mbalimbali wa ndani ambao ni wadau wakubwa kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwenye muhtasari wa 3 tumeongelea swala zima la climate financing au uwezo wa kupata
pesa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya mabadiliko ya tabia ya nchi, kuweza kuangazia kwamba changamoto mpaka sasa ziko wapi, lakini pia kuja na suluhisho, tunafikiri nini kifanyike ili kuongeza uwezo wa sisi kama Watanzania na Wazanzibari kwa ujumla kuweza kupata zile finance za kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo itakuwa na manufaa kwa jamii ile ya chini ambayo ndio mwathirika mkubwa wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Wadau wa asasi wakiwa katika magrupu wakawa na haya ya kuchangia katika kikao hicho. Wizara pamoja na stakeholders tumekaa pamoja, tumetengeneza hii framework. Unaenda tu kuangalia framework hii, nikifundisha kitu hichi natakiwa niende katika mtiririko huu. Hata ule ufahamu kwenye community itakuwa ni rahisi. Lakini kitu kingine, availability and accessibility of data based on climate change issues, hiyo tumeirejea tena kusisitiza. Saa nyingine tunasema delay of allocating budget of the implementation the climate change issues of climate change projects. Wengine tushakuwa nazo fedha, tushapata ufadhili kupitia kwa mfano kwenye institution government institution, lakini inakuwa kuna kudelay zile budget, sijui anasema bado katika kipindi hicho hajapitishwa. Kwa hiyo unapanga kuimplement mambo katika kipindi hicho unashindwa. Kesa kwamba hizi issues za mainstreaming na nini pengine tunazifanya tu, lakini mwisho wa siku we do not monitor, we do not evaluate, na wala hakuna lessons documented kwa ajili ya hizo. Kwa hiyo kutengenezwe frameworks kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna monitoring, evaluations na kudocument lessons learned kwenye hizo initiatives zilizofanywa. Lakini hii imetokana na ile ya juu, integrations of traditional knowledges kwenye hizo shughuli za mainstreaming, lakini kudevelop developing the climate finance mechanisms kwa ajili ya zile taasisi zote za serikali, kuhakikisha kwamba kuna muongozo ambao unawaongoza wao namna ya mobilize, allocate na kusitumia hizo fedha, lakini engage the community from the early beginning of any interventions intended to be implemented. Kulikuwa kuna issue ya vertical and horizontal coordination. Kwa hivyo imeeleza lakini haikueleza actionable steps kwenye ile gaps ile. Kwa hiyo itakuwa kama ni gaps, lakini pia vile itakuwa kwa upande wa recommendation. Lakini pia role of stakeholder, despite kwamba policy brief inatakana kuwa ni fupi kama ilivyo policy brief, lakini tupate at least a line ya kueleza the specific roles of various stakeholders kama vile CSO and NGOs. Kwenye stakeholders wameachwa moja kwa moja, hawakuonekana kwenye text. Kwa hivyo ni muhimu tunapozungumza stakeholders, local actors, basi na hawa pia tuweze kuwa include. Kwa nyingine tunaona kwamba tunakosa mfumo wa kuweza kutrack hizi solutions au actions za climate ambazo zinafanyika. Unakuta labda kuna best practices zimefanyika Pemba, lakini watu wa Unguja hatujui kabisa na hatujawahi kuziona, hatujawahi kufanya nini. Lakini kungekuwa kuna a way ambayo tunaweza kuzitrack hizi action ambazo zinafanyika kwa pamoja, zingeweza kutuletea ule uwezo wa kujifunza kutoka kwa wengine na kuja kuifanya pia na kwetu. Rashid Mwinyi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Pamoja Youth, na Zakia Shaban Daud ni mwanajumuiya ya wanawake wenye ulemavu Zanzibar, pamoja na Safia Mkubwa Abdallah, mkurugenzi wa Sazani Tax Zanzibar, wanaelezea kuhusiana na mafunzo hayo ya siku 2 ya kujadili sera na mazingira kwa asasi za kiraia kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Leo hii tulikuwa tunajadili tunaita policy brief, sera fupi ambazo zinalenga kushawishi masuala mazima ya mazingira na climate change, yani mabadiliko ya tabia nchi. Ni muhimu sana kushirikishwa wadau, hasa asasi za kiraia na wadau wengine ambao kwa namna moja ama nyingine wanaguswa na hali halisi inavyokwenda ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mazingira. Na utengenezwaji wa policy brief hizi zitasaidia kwa
kwa ukubwa namna ya kuweza kufanya uchechemuzi wa kutengeneza miongozo, programu na vitu mbalimbali ambavyo mwisho wa siku vitasaidia katika kuhakikisha kwamba kuna uhimilivu na utatuaji wa changamoto mbalimbali ambazo zinasababishwa na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunawashukuru sana CAN Tanzania kwa kuweza kuona kuna haja ya kutengeneza policy brief hizi na kuona kuna haja kubwa ya kushirikisha asasi za kiraia pamoja na wadau wengine ili kuweza kutengeneza sera hizo ambazo ni bora na zenye uwezo wa kuleta tija katika Zanzibar na Tanzania kiujumla. Nadhani mchango wangu nikanawakilisha kundi ambalo la wanawake na pia la watu wenye ulemavu kama nafanya kazi nao vile. Nadhani ule kuingizwa kwa masuala ya jinsia na sera mbalimbali ambazo zinaangalia ni katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, pia tuweze kuangalia ni kwa namna gani sera za jinsia zimeweza kuingizwa na tuweze kuangalia ile michango ya makundi mbalimbali, kwa mfano kama ya watu wenye ulemavu, wanawake, vijana, ni kwa namna gani wanahusishwa kwenye masuala haya ya kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa upande wa gaps ambazo zipo sasa hivi katika taasisi mbalimbali ambazo zinashughulika na masuala ya mazingira au masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, changamoto kubwa kwenye taasisi hizi ni kukosa wale watu ambao wana uelewa mzuri au tunasema ni ma-expert katika utekelezaji wa miradi hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo katika hili tunahitaji kutumia mitandao kama hii ya CAN, yani Climate Action Network, kuweza kwanza kuziwezesha hizi taasisi ambazo zinashughulika na masuala kama haya ili kuzijengea uwezo na vile vile kufanya ushirikishwaji au kushiriki vizuri na viongozi pamoja na idara mbalimbali zinazohusika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kuweza kuhakikisha kwamba tatizo la mabadiliko haya tabia nchi linaondoka. Mafunzo hayo ya siku 2 yameratibiwa na asasi inayojihusisha na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira Climate Action Network Tanzania CAN. Kwa asasi zisizo za kiserikali yameleta muonekano mpya kwa asasi katika kujadili na kupanga jinsi ya ujumuishwaji, ushirikishwaji na ufunguaji wa fursa kwa wanasasi wa Unguja na Pemba. Mtazamaji wa Kashidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kutoka Ngome Kongwe, mji mkongwe, Marumaru Hoteli kilipofanyika kikao kazi hicho kisiwani Unguja, Mwarabu Madi, Kashidi TV, elimu ni hazina yetu.